Tangu mwanzo mtazamaji, na kuletea ripoti kutoka katika maeneo ya mlango wa bahari wa Hormuz, nilikuambia kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika mlango huo wa bahari. Na taarifa za hivi punde ni kwamba China imethibitisha kwamba meli yake imeshambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, lakini wafanyakazi wamenusurika. Sasa ripoti inaeleza kwamba China imethibitisha kuwa meli yake ya kubeba bidhaa za mafuta iliyokuwa na wafanyakazi wake ilishambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuongeza hatari kwa usafiri wa baharini katika eneo hilo muhimu duniani kwa biashara ya mafuta. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alisema Ijumaa kuwa kuna raia wa China waliokuwemo ndani ya meli hiyo, lakini hadi sasa hakuna taarifa za majeruhi miongoni mwa wafanyakazi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya China vya Caixin, meli hiyo inayomilikiwa na kampuni ya China ilikuwa imeandikwa China Owner and Crew na ilishambuliwa karibu na mlango wa Hormuz Jumatatu. Vyanzo vya usalama wa baharini vinaamini kuwa meli hiyo ni tanka ya mafuta na kemikali ya JV Innovation yenye bendera ya Marshall Islands ambayo iliripoti moto kutoka staa yake baada ya kushambuliwa. Taarifa zinaeleza kuwa tukio hilo lilitokea karibu na pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu katika eneo la Mina Sakri ndani ya Ghuba ya Uajemi. Shambulio hilo limetokea wakati China ikiendelea kuwa mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran licha ya mzozo unaoendelea katika eneo hilo. Kabla ya tukio hilo, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alikutana Beijing na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kujadili hatua za kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz. Mvutano wa sasa umeathiri vibaya usafiri wa majini, ambapo mamia ya meli pamoja na mabaharia zaidi ya 20,000 wameripotiwa kukwama ndani ya guba hiyo kutokana na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya meli mbalimbali. Wakati huo huo, Marekani na Iran zilirushiana mashambulizi tena Alhamis, huku Washington ikisubiri majibu ya Tehran kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano, ingawa masuala nyeti kama mpango wa nyuklia wa Iran bado hajapatiwa suluhisho. Mwisho wa taarifa inavyoeleza. Sasa rasmi China imethibitisha kwamba meli yake imeshambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz, lakini hawajasema ni nani ambaye aliishambulia meli hiyo hadi kufikia hivi sasa. Ndio ripoti za awali, na pia kupitia vyombo vya habari kama Reuters na vinginevyo vimeripoti taarifa hii, havijaeleza kwamba ni nani ameshambulia meli hiyo ya China ambayo ilikuwa karibu kabisa na Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini vile vile ilishambuliwa karibu na maeneo ya mlango wa bahari wa Hormuz, lakini wafanyakazi wake wamenusurika na wako salama kabisa. Na huu ni mwendelezo wa mashambulizi ya meli katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa hivi sasa, kwa sababu hali katika mlango huo si nzuri sana. Kumekuwepo na mvutano mkubwa kati ya Marekani pamoja na Irani, ambapo usiku tu kwa mkia leo mashambulizi makali yamefanyika dhidi ya vikosi vya pande vyote, vikosi vya Marekani na vikosi vya Iran. Na mashambulizi hayo yanaashiria kwamba hali katika mlango wa Hormuz si shwari tena na si salama, kwa sababu vita ni kama vile vinanukia kuanza upya kutokana na mvutano ambao unaendelea katika mlango huo wa bahari. Mlango huo kwa sasa hivi umekuwa si salama tena, kwa sababu yawezekana kwa sababu ya kutokea kwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya meli za kibiashara za mafuta ambazo hupitisha mafuta hayo katika mlango huo kuelekea maeneo mbalimbali kutoka nchi za Mashariki ya Kati, eneo lote la Ghuba. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.